Hello, hello. Hii ni MB60. Nami leo nakwenda kuonesha mfumo mmoja ambao unaitwa MB System ambao ni version 2 huko updated, na tutaendelea kuangalia kuanzia mwanzo kabisa mpaka mwisho kabisa. Mfumo huu unaonekana online. Utakapofungua utakuwa namna hii. Hii notification kwa sababu mfumo yangu yote bado iko offline. Tutakapokuwa tumeanza kuingia online, tutaweza tukatoa, kwa sababu hii yote ni fedha. Kwa kama unataka mfumo ambao uko simple utakusaidia kufanya data zako, lazima utapata vitu kama hivi. Hii ni security warning ambayo utakapokuwa umedownload kwa mara ya kwanza, kama ndio unaofungua kwenye kompyuta yako, basi utakuonyesha message ambapo utaenable, maana unaruhusu mfumo huu uweze kufanya kazi kwenye kompyuta yako. Na ukisha click itakuletea vitu kama hivi kwamba the MB system is still up to date, enjoy. Kwa kama utakuwa sio updated itakuletea message, na kuna wakati mwingine unaweza pia ukajilock wala hautaweza kufungua mpaka uupdate. Kwa hiyo nafikiri leo tutanaambia hii version 2 ambayo tayari tumewekea login form, ambapo unakuwa unaweza kuingia kwa password. Kwa hapa unapokuwa download mara ya kwanza umenunua, utakutana na kuingia, itakwambia password yake ni neno hilo la juu. Kwa utaliandika kwa herufi kubwa au kwa herufi ndogo. Ukishaliandika hilo neno au kulikopi na kulipaste, japo naona mfumo hauruhusu, kwa utalogin itakwambia karibu. Kama umeandika password ambayo sio, itakataa kulogin. Tutaifanyia demo nikikumbuka baadaye. Kwa hii ndio MB60 main menu. Unapokuwa umedownload mara ya kwanza, lazima uweze vitu viwili muhimu uweze kufanya. Cha kwanza usajili dawa, okay? Lakini cha pili unasajili hilo duka lako au hilo maabara yako. Mfumo huu una uwezo wa kutumia kwenye mambo ya afya. Unaweza unafanya kazi kwenye duka la dawa, na unafanya kazi kwenye maabara, na unafanya kazi kwenye dispensary, kituo cha afya chochote. Ni mfumo ambao uko simple kuweza kukusaidia kufanya katika biashara, okay, kwa large scale, lakini mara nyingi ni focus kwa wale ambao bado wanaanza, nao pia wanaweza kutumia. Wale ambao wako wameshaendelea wana uwezo wa kulipia online, kwa na mfumo wao unakuwa ni online zaidi, na wanakuwa wanalipia pesa ndefu. Kwa mwaka unaweza kukuta unalipia tu mfumo milioni 2, milioni 1 kwa sababu ya hosting na nini na mambo kama hayo. Lakini kwa wewe ambaye bado unaanza au umefikia kiwango ambacho bado hujatamani kutumia online system ya kulipia madolari ya fedha, unaweza kupata mfumo unapatikana kwa bei rahisi sana. Baadaye tutaingia kwenye website yake ni namna gani unaweza ukaipata. Mfumo hii inapatikana kwa bei rahisi sana. Inaanza mpaka $5, ipo tofauti. Inaanzia $5, 10, 20 mpaka $100, ambao hiyo ukishalipia au lipia. Kwa $100 kama wewe uko Tanzania, maana yake unazidisha tu mara 2,500. Kama ni $50 unazidisha mara 2,500. Kulingana na gharama ya dola itakayokuwa kwa mwaka ambao wewe una download mfumo wangu. Okay, kwa asante sana. Kwa unapokuwa unaanza mara ya kwanza utasajili dawa, ambao kwa mfano tumeshaweza kusajili hii. Ukipata shida yoyote, angalia hapa kuna nembo inaitwa MB60, kwa unaweza kupiga hii namba, tunapokea masaa yote. Kwa hapo utasajili dawa zako, utasajili kama ni duka la dawa zako, kama ni dispensary utasajili dawa na vipimo, kama ni maabara utasajili maabara na vitendanishi vyako vyote, equipment, kama na nini wanasema zile ambazo ni properties zako, nyumba, nini, kila kitu unaweza ukadownload. Lakini kama una download ni item ambayo iko extendable, yani unaweza ukaitumia unaiwekea each, okay? Na shauri wote unaweza kuweka kipimo chochote, unaweza kuweka kipimo chochote cha vikopo nini, lakini ukiweka hapa maana yake utaweka kwa moja, ni wewe sasa unaweka kwa ngapi, lakini bei ya huku utakaokuwa umeweka kuna vendor price, umelangulia bei gani utaweka. Lakini huku kwenye selling price, hiki kipimo ulichokiandika hapa kama ni moja, maana yake hii ni kama moja utaiuza kwa shilingi 2,000. Kama ni $10 maana yake ni kipimo hicho kwa mfano. Kama ni maabara maana yake utakipima kwa shilingi 2,000. Kama ingekuwa ni dawa pia utaiuza kwa shilingi 2,000. Kwa kama umesema ni MRDC 5, maana yake kwa mara moja unauza 4 kwa shilingi 2,000. Kwa kama ulikuwa unamaanisha labda moja ndio 2,000, maana yake kama ni 4 utazidisha hapa mara
2,000 inakuwa ni 8,000. Kwa hapa baada ya kuandika 2,000 utaandika 8,000. Kwa ndo namna ambavyo unaweza kutumia hii expression, yani dawa zilizopo kwenye mfumo au vipimo au unaweza kusema item. Kwa kama ni expenditures, ukiwa unaingiza expenditure yote, kwa mfano umeme, maji, simu, fedha ambayo haingii fedha, utainemu hapa kwa hivi. Okay? Hata kama itakuwa injection hapa unainemu kwa hivi kwa sababu haingii fedha, inatoa fedha, maana ni matumizi. Hapo ndipo ambapo nimeweka umoja kutambua. Ukishamaliza kusajili dawa, unaweza kuanza dawa, unaweza kuanza kusajili kitendo. Kwa hiyo ufanye kazi, lazima uwe kwanza na maabara, na lazima pia uwe labda na duka la dawa, na lazima labda uwe na center. Uweze kuanza kutoa dawa wakati hauna hata maabara, hauna hata duka la dawa. Kwa lazima usajili duka ambapo utasajili hapa, utaandika. Nafikiri kuna ambalo tayari nimeshaingia, ngoja niende sasa nione ya. Kwa iko hivi. Okay, hii ndio store yetu au duka. Unapokuwa unaanza kabisa utaenda hapa sajili kitengo. Kwa utasajili kwa mfano labda Emblos shop, Emblos ndio size inaitwa dawa baridi katika familia. Kwa utaandika DOB ni tarehe ya kuzaliwa. Umeweka kwa namna unaweza kuona wagonjwa. Kwa hiyo kwa hiyo DOB imezaliwa tarehe iliyofunguliwa. Tarehe inaingiza taarifa hapo utasave. Hapa ndo namna ya kuingiza, ya kupokea na kuhudumia wateja. Tutaenda kuangalia. Kwa huo ndio unaweza kutumia fomu, utajaza taarifa zao zote hizi. Kwa kama unataka labda sasa hii DRDM upokee dawa, uweze kupokea dawa mpaka wewe umeshasajili kwenye mfumo, ndio hizo ambazo tunafanya huko. Kwa hiyo sasa hii sasa umeshasajili DRDM yako. Ukiingia hapo maana unafungua kitengo kipya. Kwa hiyo kuona kitengo ambacho tayari umeshasajili unaingia kwenye site. Utaingia kwenye site utakuta zile ambazo umesajili. Kwa katika kwa mfano ni duka la dawa, utasajili tu duka lako la dawa. Kama ni maabara utasajili maabara. Okay? Na hapa unaweza pia ukasajili wateja. Kwa mfano hapo unaweza kusajili kama sasa unaanza kuona wateja, utaingia baada ya kusajili duka, maana hapo unaweza kuandika jina la mteja na taarifa zake zote za mteja. Kwa ndio kitu kama hivyo. Sasa unapokuwa na duka la dawa lazima uwe na store au store. Ndio kawaida. Unapokuwa na maabara lazima uwe na store. Sawa. Kwa kuna maabara na kuna store. Unapokuwa unafanya business lazima uwe na vitu hivyo viwili. Kwa lazima usajili, unasajili store na unasajili na DRDM. Au kama ni maabara unasajili maabara na store yake. Ili sasa unapokuwa unaingia kwenye store unapokea vitu au unatoa vitu. Na unapoingia kwenye maabara